Dr. Samia! CCM oye! Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na mgombea wa kiti cha urais kupitia Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan, ndugu katibu mkuu wa chama chetu Balozi Dr. Asha Rose Migiro, ndugu mwenyekiti wa chama chetu wa mkoa wa Kagera, mneki wa mkoa wa Kagera, mratibu wa kampeni katika kanda hii, viongozi wote meza kuu, wananchi, wakazi wa Kagera wenzangu, Kagera hoye! Naomba nione mikono yenu muonyeshe bashasha mgeni wetu. Mmemwona? Mmemwona? Kwa kweli mimi nina furaha kubwa. Alipokuwa akipanda ngazi hapa, niliona uso wake unatabasamu. Na akanitania, Kagera mmetisha. Ndugu mgombea, timu ya waratibu ambao wameteuliwa na kamati kuu katika eneo hili inaongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Na yeye kwa muda mrefu amekuwa mlezi wa chama katika mkoa huu. Sasa ndugu Majaliwa, tumefanya wote kazi na tunapishana katika masuala ya michezo. Yeye yuko Simba, mimi niko Yanga. Na kila tukimchapa Simba anapokea simu yangu. Na yeye akituchapa, tena ametuumiza sana sisi wana Yanga, maana ana nafasi bungeni, huwa anatupiga bungeni mpaka vipigo vyake vinaingia Hansard. Sasa leo nitampigia simu ya kumpongeza. Ameiheshimisha Kagera, amemheshimisha kiongozi wetu. Huu ni mkoa wa 9 nikiambatana na mgombea wa urais. Mikoa 6 ya kanda ya Ziwa na mikoa 3 ya kanda ya kati. Nilipokuwa nikiangalia umati wa watu kwenye mikutano mikubwa na midogo na njiani, na umati huo ukiwa na bashasha na furaha na utulivu, nilikuwa nikijiuliza tukiingia Kagera itakuwaje, manake ndio nyumbani. Kagera hamjaniangusha. Na hii mgombea wetu ni reception, ni mapokezi. Bado Misenyi, bado Karagwe, na kesho ni send off Bukoba mjini. Umati wa aina hii uko nchi nzima anakopita, na ni kiashiria kikubwa sana cha kukubalika kwa mgombea wa chama chetu. Ni ujumbe kwa yeyote mwenye mashaka kwamba Watanzania wana matarajio makubwa kwa mgombea wetu. Na wana Kagera tunayo matumaini makubwa na uongozi wako. Naomba nikukumbushe, ulipoingia madarakani ukafanya ziara Kagera, ukaambiwa mambo ambayo yanatufanya tuonekane tuko nyuma, na takwimu zikionyesha mkoa wetu haufanyi vizuri kama ilivyokuwa huko nyuma. Mwenyekiti ameyagusia, sitaki kurudia. Ulichokifanya, ulisema andaeni mawazo na mapendekezo ndani ya serikali
na kwa wabunge, na pia ukamtuma makamu wa rais Dr. Philip Mpango kwa shughuli hiyo maalum kukusanya maoni na mapendekezo ya namna gani ya kubadilisha hali ya uchumi wa mkoa wa Kagera. Kwa upande wa wabunge, mimi nilikuwa miongoni mwa wanatimu ya wabunge tukiongozwa na Mheshimiwa Mwijage. Mapendekezo hayo yaliwasilishwa mezani kwako. Tena ulikutana na wazee wa Kagera nao wakarejea hivyo hivyo. Nina ujasiri wa kusema umeanza kutimiza ahadi yako kwa kuyafanyia kazi mapendekezo yote ambayo yaliwasilishwa kwako, na mengine yako katika ilani mwenyekiti ameyasema. Kwa hiyo mgombea wetu ni mgombea ambaye akiahidi anatekeleza. Kwa mkoa wa Kagera, mwenyekiti ameshanifilisi, sitaki kurudia, lakini kuna maeneo mengine mawili ambayo ningetaka kuyasema. Ukiacha huo uwanja wa ndege, lakini mkoa wetu pia ni unaunganishwa na kanda nzima ya ziwa. Daraja la Busisi kukamilika linahusiana na maendeleo ya kiuchumi ya mkoa huu. Reli ya SGR ikifika Mwanza ina uhusiano sana na uchumi wetu. Reli ya kutoka Tanga mpaka Musoma ikikamilika ina uhusiano sana na uchumi wa mkoa wetu. Bandari ya Musoma ikijengwa na kukamilika ina uhusiano mkubwa sana na mkoa wetu. Kwa hiyo katika uongozi wako wa miaka 10 kasoro, ukikamilisha mwaka 2030, utauacha mkoa huu umefunguka na utakuwa ni moja ya vituo vikubwa vya uwekezaji, biashara na uzalishaji. Jambo la pili muhimu sana, mnafahamu mikoa ya mipakani ina changamoto ya usalama, na mnajua hapa ni kituo cha ushujaa katika taifa letu, ardhi ambayo ilitumika na majeshi yetu na Watanzania wote kumpiga nduli Idi Amin. Lakini hata vita iliyokuwa inatokea kwa majirani zetu, mkoa huu ulikuwa unawapokea wakimbizi, na swala hilo lilisababisha changamoto kubwa ya usalama. Ilikuwa sio rahisi kusafiri usiku bila hata askari, na wakati mwingine magari yanakuwa na askari na yanavamiwa na askari akiwepo. Leo mkoa wa Kagera ni salama, mipaka yetu ni salama, ujirani mwema tunauendeleza, na hilo linakuwa ni chachu ya maendeleo ya kiuchumi katika mkoa wetu. Kwa hiyo mkoa wa Kagera, tunapoamua kuichagua CCM na kuchagua wewe, tunajua kwamba tuna uhakika wa kiusalama, jambo ambalo linatuhakikishia kuendelea kufanya shughuli zetu za kimaendeleo. Jambo la mwisho, na nadhani wazungumzaji huko tunakokwenda watalizungumza, ni maeneo ya kilimo, mifugo na uvuvi. Vibao vinakuonyesha hapo ukisoma. Kwa mfano wilaya hii ya Muleba, mapato yake makubwa yanategemea uvuvi. Kwa hiyo sera nzuri za maendeleo ya uvuvi zitatusukuma sana kimaendeleo. Na katika ilani kuna ahadi ya kuunda chombo mahususi cha kusimamia maendeleo ya uvuvi. Chombo hicho kikiundwa kitatusaidia sana. Lakini hata kilimo cha kahawa itazungumzwa. Mnajua bei ya kahawa ilishuka sana, lakini kwa miaka miwili bei imeimarika sana. Wazungumzaji wa Karagwe na Misenye na uhakika na kesho watakueleza uongozi wako ulivyobadilisha tasnia ya kahawa. Na leo sasa hivi wakulima wameanza kulima kahawa, huko nyuma walishaanza kung'oa kahawa. Kwa hiyo ahadi aliyotupa kwamba atashughulikia changamoto za kimaendeleo kwa hali ya upembezoni wetu,
umeitimiza, na hiyo ni moja ya sababu ya wana Kagera kufurika katika mikutano yako, lakini tarehe 29 kufurika kwenye vituo vya kupiga kura kukuchagua wewe. Nani kama Samia? Asante sana.